Ninawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni siku yetu nyingine tena ya baraka ambayo nakuja kwenye kipindi kizuri sana na madhabahu hii ya NY TV. Majina yangu ni mchungaji Cassian Alois Mwenyasi. Ni mchungaji wa kanisa la TAG Kinondo, kata ya Mabwepande. Kinondo iko katikati ya Madale au Kiwa Bunjuei, tunapatikana hapo. Namtumikia Mungu hapo na Mungu amekuwa mwema sana kila inapoitwa leo. Nishukuru pia Mungu kwa ajili ya madhabahu hii nzuri ya NY TV ambayo tumekuwa na vipindi kadhaa vya mfululizo. Tulikuwa na ujumbe unaozungumza kwa habari ya kushinda kelele za wakatisha tamaa. Vilikuwa ni vipindi vya mfululizo, lakini siku hii ya leo ninataka kukuletea ujumbe wenye kichwa kinachosema kwa habari ya hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Najua kwa wanadamu kuna mambo mengi yanafikia mwisho, inafika mahali haiwezekani tena, lakini nataka nizungumze na wewe kwa habari ya neno linalosema hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Na neno hili linapatikana kwenye kitabu cha Luka sura ya kwanza na mstari wa 37. Luka mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 37. Kabla sijalisoma, naomba ni mshukuru Mungu pamoja na wewe ili tuweze kwenda pamoja. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakubariki kwa ajili ya wakati huu mzuri, wakati wa thamani kubwa sana ambao umetupa tuweze kusikia ujumbe wa neno lako. Maana kupitia ujumbe wa neno lako tunainuka tena. Kupitia ujumbe wa neno lako linaweza kutuokoa. Kupitia ujumbe wa neno lako linaweza kuganga majeraha. Kupitia ujumbe wa neno lako tunaendelea kusonga mbele. Na wakati huu tena tunapokwenda kusikia kwa habari ya ujumbe huu unaozungumza ya kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Bwana, hata kama kuna mtu aliyefika mahali akili zake zimefika mwisho, ukaachilie ufahamu na hekima mpya kwa ajili ya kusonga mbele. Nami ninajiachilia mikononi mwako, upate kuendelea kunitumia kama chombo na mtumishi wako sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina lako takatifu Kristo Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Basi nichukue nafasi hii tena kushukuru sana wewe mtazamaji wetu na unayetufuatilia kupitia TV hii ya NY. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na niendelee kuwashukuru sana marafiki zangu ambao wengi mmeendelea kunipigia simu. Lakini pia niwashukuru sana wale wote ambao wanaendelea kufuatilia, na wengine wamekuwa baraka baada ya kufuatilia. Mmeiona namba ya simu na wengine mmetuma sadaka zenu za hiari na upendo. Mungu wa mbingu na nchi ninayemtumikia aendelee kuwatendea mema. Basi wakati huu tena mwingine mzuri, kama ambavyo nimeshajitambulisha, majina yangu naitwa Pastor Cassian Mwenyasi. Ninatumika pamoja na mke wangu Pastor Vicky Cassian, na Mungu ametujalia watoto watatu wa kiume ambao wamekuwa baraka pia kwetu. Leo katika ujumbe huu ambao nataka kwenda kuendelea nao, unatoka kwenye kitabu cha Luka hiyo sura ya kwanza mstari wa 37. Neno linasema kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Anasema kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu aliye hai. Lakini ile Mathayo 19:26 anasema Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hili haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Nataka nikupe kidogo dondoo au muktadha wa somo hili ambalo tunakwenda kulizungumza leo.
lenye ujumbe huu unaozungumza kwa habari ya hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Nimesoma mstari mmoja wa Luka 37, Luka 1 mstari wa 37 na ile Mathayo 19:26. Lakini nataka nikupe kidogo muktadha wa somo hili. Kitabu hiki cha Luka, mwandishi ni Luka ambaye kitaaluma alikuwa ni daktari, na mada yake kuu alikuwa anataka kuandika kuonyesha kwamba Yesu ambaye ni Mwokozi aliye Mungu, ndio ilikuwa mada yake kubwa anayotaka kumuonyesha. Yesu alikuwa Mungu lakini alikuwa mwanadamu. Na kitabu hiki kinaandikwa miaka ile ya 60 mpaka 63 baada ya Kristo. Anazungumza neno hili, anaandika vizuri huyu daktari Luka. Na kabla ya kufikia huo mstari wa 37, lakini unaona hapo nyuma ilikuwa malaika amemtokea Mariamu aliyekuwa ni bikira, maana yake ni binti ambaye hajawahi kukutana na mwanaume. Halafu malaika anamtokea, anamwambia salamu uliyepata neema. Anamwambia habari ya yeye kuzaa mtoto atakayekuwa mkombozi. Mariamu kama mwanadamu akamwambia litawezekanaje jambo hili? Mstari wa 34 hapo unaposoma unaiona hiyo habari. Ndipo hii 37 malaika anamwambia kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Na mimi ninao ujasiri wa kukuhakikishia ya kwamba hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu aliye hai. Kwa yoyote anayeamini, kwa yoyote anayechukua hatua ya kumwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akatembea katika imani, anaposikia ujumbe huu, ninapozungumza kwa habari ya hakuna lisilowezekana kwa Mungu, inawezekana huko mahali umekuwa na ugonjwa wa muda mrefu, umehangaika huku na kule hospitalini, na kuna wakati mwingine hata madaktari wamekupa majibu wakiwa wamejaa huzuni, maana kutokana na taaluma walio nayo wanaweza kukuhesabia yamkini siku zako za kuishi sio nyingi. Lakini nataka kukuhakikishia kwa ujumbe wa neno hili, kama ambavyo nasema neno kwenye kitabu cha Isaya, anasema mkono wa Bwana haujawahi kupunguka usiweze kuokoa, na wala sikio lake sio zito asiweze kusikia maombi ya watu wake. Ninatamani imani yako iinuke ninapozungumza ujumbe huu. Kama kuna mahali kokote ulikabiliana na vitu ambavyo unaona hauwezekani tena kuendelea, yawezekana ulitaka kujikwamua katika hali ya biashara, umefika mahali biashara zimekwenda vibaya. Wako watu ambao wanafika mahali walijitahidi, wamepambana, lakini waliamua kuchukua mikopo wakaweka dhamana za nyumba zao. Wengine yamkini nyumba yako imeuzwa, umekuwa na vidonda ndani ya moyo wako, umekata tamaa. Natamani ujumbe huu kuinue tena, usiendelee kubakia mahali ulipo, lakini utambue ya kwamba hili neno linalosema ya kwamba kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu, huyo Mungu anaweza kukuinua tena, akakutoa mahali ambako hata kama ulikuwa na nyumba ya kawaida iliyouzwa, ukisimama na kumtazama Mungu kwa imani, anaweza kukutoa mahali ulipo ukafanya mambo yaliyo makubwa zaidi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ujumbe huu tunapousoma unatuonyesha, unapoanza mistari ya mwanzo inatupakisa na habari za Zakaria na Elizabeth, ambao wao pia Elizabeth alikuwa ni tasa, lakini na yeye alitokewa na malaika na akapewa neema ya kumzaa Yohana. Na hilo jina la Zakaria maana yake ni aliyekumbukwa na Bwana. Na mimi ni maombi na dua yangu, kama kuna mahali kokote ulikokwama, neno hili liwe na wewe ni sehemu ya kukumbukwa na Bwana, na likutoe mahali ulipo na nikasikie shuhuda za yale matendo makuu ya Mungu ambayo ameyatenda kwenye maisha yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Jambo la msingi unalopaswa kuwa nalo, na moja ya ombi langu muhimu kwako, Mungu ainue imani yako. Uwe na imani kama ya watoto wadogo. Mara nyingi nazungumza neno hili, nasema ukiwa na imani kama ya watoto wadogo, unajua watoto wadogo wakibebwa kwenye mikono ya baba zao, wanaweza kuwarusha juu, lakini wanachekelea kwa sababu wanaamini wataendelea kuwa kwenye mikono salama. Lakini tuwe na imani kama ya mtoto mmoja ambaye siku moja watu, kulikuwa na hali ngumu, jua ni kali, hakuna mvua, lakini watu wakapatana kuomba, akiwepo na mtoto mdogo tu. Alipofika mtoto yule kuomba, watu wameomba, wakaomba Mungu awatokee mvua inyeshe, jua likiwa bado linawaka nje. Walipomaliza maombi yao kusema amen,
watu wakataka kutoka nje, lakini watu walipotaka kutoka, yule mtoto akamwambia, jamani, mbona mnatoka na hamna mwemvuli? Watu wakacheka, wakamwambia, mwemvuli hatuna mwemvuli, mbona jua linawaka nje? Akamwambia, tumeomba maombi hapa. Maana yake kama tumeomba bila kujali hali ya hewa nje ikoje, mimi ninaamini mvua itanyesha. Huyo mtoto alikuwa ni shujaa, moyo wake umejaa imani. Baada ya maombi ya kuomba mvua inyeshe wakati wa kiangazi na jua linawaka, lakini watu wazima walipotaka kutoka, aliwakumbusha kubeba mwemvuli. Nataka nikukumbushe, kuna mambo yanakwenda kutokea kwenye maisha yako bila kujali unaloweza kupitia leo, lakini huko mkono wa Mungu aliye hai, ambaye mara zote tunapomuita na kumuomba, mara zote wakati mwingine ulilia machozi ya muda mrefu ya huzuni, huyu Yesu ninayesema habari zake anatubadilishaga kutoka kwenye machozi ya huzuni, utalia machozi ya furaha, utalia machozi ya mtu aliyetendewa na Bwana. Kuna wakati utashindwa kujizuia, hata kama moyo wako ulijaa uchungu, ulijaa huzuni nyingi, huyu Yesu akakutendee jambo la namna isiyokuwa ya kawaida, na ukapokee hilo jambo na ukaione neema ya Mungu kwenye maisha yako. Nataka nigusie kidogo, baada ya kukugusia huo muktadha wa kimaandiko wa mwandishi, kuna mambo ya msingi nataka niaguse. Jambo namba moja, hili neno la hakuna neno, ametumia neno hakuna neno lisilowezekana. Unajua hili neno la Mungu, Biblia tunapoisoma, neno la kawaida unapolisoma linaweza likawa kama gazeti ukapita. Kuna vitu usipoviona, neno hilo la kawaida huwa tunaliita ni logos. Lakini hili neno analolizungumza hapa hakuna neno, ili neno maana yake alilokuwa analizungumza kwa wakati huo, hilo neno kitheolojia tunaliita ni lema. Lema yenye maana ni neno lililo hai, lililovuviwa. Mimi ninao ushuhuda, ninakumbuka nikiwa sijamjua Yesu, mmoja ya watu waliokuwa ninaona ni kama vile wananikwanza, walikuwa ni walokole. Tunapokutana nao wananiambia habari za kunishuhudia habari za Yesu, na mimi nilikuwa na dini yangu nzuri, lakini nilikuwa naona ni kama hawa watu wanatwanga maji kwenye kinu. Sasa kitu mojawapo kilikuwa kinanipa kutafakari mara zote, ninapokutana nao, wao wana ujumbe wa neno, mimi sina neno, na huwa nilikuwa ninapenda kubishana kwa hoja. Ikafikia siku moja nikafika maamuzi, nikasema ngoja nitafute Biblia niisome sawa sawa, alafu nikikutana na hawa wanaojifanya warokole wanamjua Mungu, ama zao ama zangu. Nilianza kuisoma Biblia sawa sawa. Usiku nilikuwa wakati huo ninafanya biashara, lakini ikifika usiku muda wa kulala naisoma Biblia sawa sawa. Lakini lengo langu sio kwamba mimi nipate vitu vya kunisaidia nikabiliane na walokole. Lakini ndipo hii maana ya neno lema ilikutana na mimi. Wakati ninalisoma hilo neno, kuna wakati nilikuwa ninaona ni kama vifungu vya maisha yangu vimechukuliwa, vimewekwa kwenye neno. Nikawa ninasoma, ninafika mahali pa kupumua. Nilikuwa ni mtu mwenye kiburi cha dini na vitu vingine, lakini neno likanisaga likawa lema. Nilinyoosha mwenyewe mikono na kutafuta kanisa la watu waliookoka. Nikaanza maisha yangu kwa upya, nikakutana na Yesu kwa namna hiyo. Kwa hiyo hili neno linalosema hakuna neno, maana yake hilo neno ni lema, ni neno lililovuviwa, ni neno lililo hai, linaweza kufanya chochote. Nimesikia shuhuda nyingi na matendo makubwa ya ajabu kwamba huyu Mungu ninayemwabudu, inawezekana hata kuna mwingine unaambiwa alitolewa kizazi. Yuko Mungu anaweza akaweka kizazi upya na watu wakapata watoto. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya Mungu, hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu huyu. Unapaswa ujua ni Mungu ambaye anaweza kupita taaluma, anaweza kupita elimu. Nimekuambia mwandishi wa hiki kitabu mwenyewe kwa taaluma alikuwa ni daktari. Alafu ndio anayeandika hapa anatuthibitishia kwamba malaika anasema hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu aliye hai. Sijajua ni jambo gani limekuvunja moyo. Yamkini ni elimu. Kuna wengine wakati wanasoma hawaelewi na wamekatishwa tamaa, wameambiwa wewe sio wa kusoma. Ninafahamu kwa sababu na mimi Mungu amenipa neema, nimesoma sana nikiwa ukubwani. Kuna wakati kuna vitu vinakuwa sio rahisi, lakini nilimuona Mungu akinipigania na kunivusha. Kwa hiyo tunapoongea kwa habari ya Mungu, hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Huyu ni Mungu anayefanya mambo makubwa yasiyo ya kawaida. Lakini hili neno lisilowezekana, hili linaeleza kwamba hakuna agizo au neno au ahadi ya Mungu itakayoshindikana kutimia. Yaani kila kitu ambacho Mungu amekisema kwa watu walio waaminifu, wakitembea kwa uaminifu kwa hilo neno, kila ahadi, kila neno alilolinena linatimia.
Huyu Mungu ni mponyaji kwetu. Unaweza kuwa umetembea kwa muda mrefu mno ukiwa umeteseka mno na magonjwa. Hebu leo ninapozungumza hapa, ujumbe huu ukuinue, umtazame Mungu kwa namna ya tofauti, halafu uione baraka ya Mungu aliye hai na akutendee katika maisha yako. Anapozungumza ya kwamba hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu, maana yake hakuna ahadi aliyoisema kwa kinywa chake ambayo haitaweza kutimia kwa wale wanaomwamini na kumtazama Mungu aliye hai. Lakini jambo lingine la msingi ambalo unapaswa kulifahamu hapa, unapaswa kufahamu kwamba mamlaka na uwezo wa Mungu, yaani tamko lolote alilolitamka Mungu, ana uwezo usio na mipaka kulitimiza. Maana yake tumeona tunapozungumzia habari za Mariamu, alikuwa ni binti ambaye hajawahi kukutana na mwanaume, ni binti bikira mdogo, lakini huyo aliyesema hakuna lisilowezekana kwa Mungu alimwezesha kwa Roho Mtakatifu kupokea yale yasiyokuwa ameyatarajia yakawezekana. Maana yake ni Mungu asiye na mipaka, ni Mungu anayefanya yale yaliyoshindikana kwa wanadamu. Huyo ndio Kristo Yesu tunayemhubiri na anayetutendea kwa wale wanaomwamini kila inapoitwa leo. Lakini hili neno unaweza kuliunganisha pia na ile Mwanzo 18:14. Unaona namna ambavyo Sara pia alipita kwenye wakati mgumu akiwa mzee na watu wamemkatia tamaa, na mme wake pia Ibrahimu ni mtu mzima mno, ni mzee, yani ni wazee wa kutembelea mikongoji. Lakini Mungu akawashangaza. Yani ingekuwa ni nyakati zetu hizi, bibi mwenye mkongoji siku moja akutwe yuko kwenye kliniki au yuko kwenye benchi la wajawazito, mtu anaweza akajua amekosea foleni. Lakini kumbe utendaji wa Mungu hauna mipaka. Akiwa na umri huo akapata ujauzito. Sasa hiyo Mwanzo 18:14 anasema, je, kuna neno gumu lolote asiloliweza Bwana? Maana yake wakati Sara aliposikia kwamba atazaa katika uzee wake hakutegemea. Lakini anauliza, je, kuna neno gumu lolote asiloliweza Bwana? Wapendwa, hakuna neno asiloliweza Mungu. Inawezekana watoto wako wamekusumbua sana na umetumia mno akili zako kuhakikisha unawarekebisha, hawajakaa sawa. Endelea kuliamini neno hili kwamba hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Inawezekana ndoa yako imekusumbua kwa muda mrefu. Huwa ninawaambia watu, kuna wakati ndoa hizi tunapoanza, watu tunaanzaga vizuri, tunasherekeana, tunapendana na kuambiana maneno mazuri yasiyo ya kawaida. Lakini huwa kuna mambo wakati mwingine yanaweza kubadilika katikati ya safari. Wale watu walioitana majina mazuri, wameitana sijui baby, wameitana hani na majina mazuri huaga yanabadilika. Unaweza ukashangaa baada ya muda mtu akatambua uhalisia wa mtu anayekaa naye, badala ya kuendelea kumsave hata kwenye simu majina mazuri, ukashangaa unaangalia kama ni dada, unaangalia huyo aliyekuwa amekusave majina mazuri amebadilisha, ameandika kivuruge wangu, na wewe umekata tamaa kwa sababu ya jina baya ulioitwa. Nataka nikutie moyo, zitazame mbingu, endelea kuliamini neno, na kama ambavyo neno la Mungu limesema kwamba chochote alichokiagiza Mungu ni chema, mtazamo wako usiendelee kunena vibaya. Endelea kumtazama Mungu na kumwamini, ukiamini ya kwamba hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu aliye hai. Lakini tunaona namna ambavyo anaelezea kwamba kwa wanadamu hili, kwenye ile Mathayo ambayo tumeitazama 19:26 anasema, kwa wanadamu hili haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa wanadamu kuna wakati kuna vitu vinaweza visiwezekane. Tuna mipaka ya uwezo, tuna ukomo wa kufanya mambo. Lakini pale ambako wanadamu wanaweza kuishia, ndipo mkono wa Mungu aliye hai unaanza kufanya jambo kubwa lenye kutikisa. Nataka nizungumze kwa haraka baadhi ya vitu vya msingi kwenye somo hili ambavyo tunapaswa kutembea navyo leo, ili tuweze kuona na kutimia hilo neno la kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana. Namba moja, jambo linalokupaswa unapaswa kuwa nalo. Jambo la kwanza, namba moja kwenye somo hili, unapaswa kuwa na imani isiyoyumbishwa, ili tuweze kupokea vitu vya Mungu. Unajua tuna kizazi kinachotamani kupokea vitu vya Mungu, lakini hawataki kuwa na ushirika na Mungu mwenyewe. Mungu anataka kwanza, kabla ya vitu vyake, tuwe na imani isiyoyumbishwa juu ya Mungu aliye hai. Yaani Mungu tusiwe na mahusiano naye kama vile watu waganga wa kienyeji na wateja wao. Akija atakupigia manyanga, hamjuani, na kukupa masharti na kuondoka. Mungu anatamani kabla ya kuachilia vitu kwenye maisha yetu,
tuwe na ushirika naye, tuwe na urafiki naye. Yeye anasema vizuri kwenye Yohana, anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Sasa ametuamuru mambo gani? Jambo la kwanza ni lazima tutubu na kumrejea yeye, tukae mkao ulio sawa, tumtazame yeye, tutubu mbele zake na kuamua kuwa watoto wake. Neno la Mungu linasema pia kwenye Yohana 1:12, anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, na hao ndio wale waliaminiwa neno lake. Tunakuwa wana, watu wote ni wa Mungu, lakini kuwa mwana wa Mungu ni lazima ujiunganishe kwa kanuni muhimu za kutubu na kutamani kutembea na Yesu aliye hai. Hapo ndipo utakapoona neno linalotimia la kwamba kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana kwake. Ni lazima uwe na imani isiyoyumbishwa mbele za Mungu aliye hai. Maana yake ahadi ya Mungu haitegemei hali zetu za sasa. Inawezekana mtu akawa tasa akaambiwa haiwezekani, lakini Mungu akafanya vitu hata wakati ambao wanasayansi wanaposema huyu mtu kama ni hali yake ameshakuwa amepita wakati wa kuwa menopause na vitu vingine kitaalamu visivyowezekana, wanadamu wanapofikia hayo, bado mkono wa Mungu aliye hai anaweza kufanya yasiyowezekana. Lakini jambo lingine muhimu sana ni jambo hili ambalo inapaswa imani ya kukubali neno la Mungu hata lisiloeleweka. Yaani unapaswa kuwa na imani. Hiyo imani alikuwa nayo Mariam alipoambiwa na malaika vitu vilikuwa ni kama havieleweki. Anaambiwa wewe utapata ujauzito kupitia Roho Mtakatifu, akasema na iwe kwangu kama ulivyonena. Kwa hiyo ili tuweze kupokea, unapaswa kuwa na imani. Hata kama kuna mambo mengine unapoambiwa kwenye akili za kawaida unaona kama hayaeleweki, liamini neno la Mungu kama lilivyosema, kwa sababu Mungu chochote alichosema anatimiza juu ya maisha yetu. Maana yake Mungu huwa haangalii mipaka ya asili. Yeye ndio maana alikausha bahari na watu wakapita bahari. Yeye ndio aliyeumba kila kitu, aliyeweka mipaka ya bahari, maji yasivuke wapi na wapi na vitu vingine. Ndio maana tunaongea kwa habari ya ujumbe huu wa kwamba hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu aliye hai. Lakini jambo lingine muhimu ni hili kwamba iko nguvu ya neno la Mungu. Unapaswa kuelewa tu kwamba neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu ni zaidi ya vitabu vingine. Sio kama magazeti, sio kama baadhi ya vitabu vilivyoandikwa na watu ambao ni wahamasishaji kwenye mambo kadha wa kadha. Neno la Mungu linapita vitabu hivyo vyote. Unapaswa kujua hili neno la Mungu lina nguvu. Na ndio maana linatuambia vizuri sana unaposoma kwenye Isaya ile 55:11. Anaongea vizuri sana kwa habari ya nguvu ya neno la Mungu na kutimiza kile ambacho imelisema. Kwa hiyo hakuna neno la Mungu linalopita bure. Likisema jambo litafanya kama ambavyo lipo. Na ndio maana hapo tuliposoma kwenye Luka 1:37 malaika anapomwambia Mariamu hilo neno, kweli neno lilitimia. Tukaona Mariamu akawa mjamzito, akaja kuzaliwa mtoto Yesu ambaye amekuja kuwa mwokozi wa ulimwengu. Na hata sasa ninapoongea, yamkini bado haujakata shauri, au yamkini ni mtu unaendaga kanisani kwa sababu wazazi wanaendaga kanisani. Ninaomba neno hili likutoe mahali pa kuendaga kanisani na watu, ufanye mwenyewe maamuzi ya dhati ya kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili maneno haya yakatimie, kuona lile neno linalosema kwamba kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana likawe dhahiri kwenye maisha yako. Ninaomba wakati huu ninapozungumza kwa habari ya fundisho hili uelewe jambo la msingi kwamba maombi na imani yetu inatakiwa iwe ni eneo la maisha yetu. Unaweza ukawa ni mgonjwa na sio kama haujaomba kwa muda, lakini kadiri unavyoomba unapaswa imani yako isitindike. Yaani usiombe ukasema sasa mimi basi, usinyooshe mikono. Yawezekana ni ugonjwa ni wa muda mrefu, sawa, lakini bado endelea kukaza macho yako kutazama msalaba. Usikate tamaa, endelea kumtazama Mungu. Inaweza kuwa ni hali ya familia imekwenda vibaya. Inaweza kuwa ni hali ya watoto wako. Watoto wamelelewa vizuri, lakini yale uliokuwa unayatarajia kwenye maisha huyaoni. Wamebadilika, wamekutana na makundi mabaya, wametoka nyumbani, wanazo tabia usizokuwa unatarajia. Umekuwa na kilio moyoni. Natamani utambue kwamba huyu Mungu aliyesema hakuna neno lisilowezekana kwake, anaweza kuwabadilisha hao watoto kuwa watoto waliokuwa wameshindikana na kuwa watumishi wa Mungu aliye hai. Hilo kwa Mungu linawezekana.
Inawezekana ni hali ya uchumi imekuwa tofauti kabisa, mambo yamekuwa magumu. Inaweza kuwa ni hali ya ndoa, inaweza kuwa ni hali yako ya watoto wako, ni masomo, ni jambo lolote. Inaweza kuwa ni kazi, hali ya kazi yako imebadilika mno. Unaona, hapa nimefikia mwisho wa akili zangu. Inapofikia mwisho wa akili zako, Mungu huandaa kitu kingine chema. Wakati mwingine kwa sababu ya watu kutotembea na Mungu, umeendelea kung'ang'ania hata hiyo kazi, ukiendelea kujitambua kama mfanyakazi, lakini kumbe Mungu anakutazama wewe kuwa kama mkurugenzi wa kampuni fulani. Anataka unapotoka hapo ukaanzishe kitu ambacho utaona ulikuwa unachelewa kutokana na mahali ulipokuwepo. Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu aliye hai. Huyu Mungu tukimwendea kwa imani, anafanyaga yale ambayo kibinadamu wanadamu walifikia mwisho na yalikuwa hayawezekani kwa wanadamu, lakini mkono wa Mungu aliye hai, aliyetuita na kutuokoa, huwa anafanya yaliyoshindikana kwa binadamu. Nimeshuhudia kwa macho yangu wengine wakiona imeshindikana, wakipewa majibu yasiyowezekana na madaktari, lakini ndani ya maombi tukauona mkono wa Mungu aliye hai akiwainua na kuwatendea mambo yasiyo ya kawaida. Ninatamani ninapokwenda kuhitimisha nitamke neno la maombi linaloendana na ujumbe huu. Inawezekana yamkini biashara, inawezekana yamkini kazi yako, inawezekana yamkini familia, inawezekana yamkini mahali ulipo mambo ya uchumi wako, mambo ya ndoa yako hayako vizuri sawa sawa, na umefika mahali ambako unaona haiwezekani. Inawezekana unazo kesi mahakamani ambazo bado hazijapata majibu, na wakati mwingine unaona ni kama hata hiyo kesi ulionayo yamkini kuna mwelekeo wa rushwa na kunyang'anywa haki ulionayo. Ninatamani usimame kwa imani ya kwamba neno hili linalosema kwamba kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana, Bwana akutokee kwa namna ya ajabu na akupe majibu ya maswali yoyote ulionayo, na ukauone mkono wa Mungu aliye hai akikutendea mambo makubwa ya ajabu. Unaweza ukakaa vizuri mahali ulipo, alafu mkono wako wa kushoto ukaweka kifuani, na kama unaumwa huko kitandani, haya maombi unaweza ukayasikiliza vizuri. Ninatamani Mungu akuinue mahali ulipo. Kama unakabiliana na mambo yoyote magumu ambayo akili zako zimefika mwisho, unataka mkono wa Mungu kukusaidia, unaweza ukakaa mkao ulio mzuri. Lakini kabla ya maombi haya, natamani wakati mwingine, unajua baadhi ya vitu vingi vinaweza vikatupata kwa sababu pia ya aina ya njia zetu haziko sawa sawa mbele za Mungu. Natamani niombe na wewe maombi ya kukuongoza kwa Mungu ili upate uhalali wa kuwa mwana, na usikie Bwana asikie maombi yako na aweze kukutendea. Unaweza kusema maneno haya. Sema: Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mtoto wako. Nimesikia ujumbe wa neno hili, nami niko tayari. Nimekuamini Yesu, upate nafasi moyoni mwangu na upate kuyaongoza maisha yangu kila inapoitwa leo. Lifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Na baada ya kusema sala hii, Bwana atakuwa amekupa neema ya pekee, na unaweza kuendelea kuwasiliana na mimi kwa ajili ya kukupa muongozo. Ukaniambia mahali kokote ulipo, hata kama uko mikoani, hauko hapa Dar es Salaam, uko nje ya Tanzania. Hiyo namba yangu ambayo ni ya Yas, ya Tigo, ukipiga hiyo utanipata hata kwa WhatsApp, hata kama hauko Tanzania, tukafanya mawasiliano mazuri. Wakati huu natamani sasa nitamke neno kwa ajili yako, na kama uko kwenye mapito ya namna yoyote, unaweza ukaungana na mimi. Na wewe kama tayari unamjua Yesu, wakati unaomba, na wewe omba mwenyewe kwa kinywa chako, jitamkie neno, mwambie Mungu, akili yangu ilifika mwisho, lakini nimelisikia neno hili, limeninua tena, niko tayari kupokea kutoka kwako. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakubariki Bwana kwa ajili ya watoto wako ambao wamesikia ujumbe huu, kwa ajili ya kusanyiko hili la watazamaji wa NY. Ninawainua watoto wako wanaopita mazingira magumu. Wengine ni magonjwa ya muda mrefu, wamehangaika huku na kule, hawajapata majibu. Wengine wanayo mahitaji ya watoto, wako miaka mingi kwenye ndoa zao, wanahitaji watoto. Kama ambavyo neno hili lilisema, hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Bwana Yesu, ukafungue matumbo yao, ukafungue viuno vya waume zao, ukapate kuonekana kwenye kazi zao. Wengine wametishiwa kwa habari ya kazi walizo nazo, wamekata tamaa. Bwana Yesu, fungua milango mipya, ukapate kuonekana kwao. Wengine wamekata tamaa kwa habari ya watoto wao,
walikuwa ni watoto wazuri majumbani mwao, lakini wametoka majumbani na hawajawa tena kuwajua vizuri wako wapi. Bwana Yesu, kwa neno hili warejeshe kama alivyokuwa mwana mpotevu. Alipozingatia moyoni, aliona kuna umuhimu wa kurejea nyumbani. Warejeshe majumbani mwao. Wengine wamekuwa na changamoto kwa habari ya masomo. Wazazi wengine wamekuwa na changamoto kwa habari ya ada za watoto wao. Wako wanaohitaji kwa habari ya milango ya vyuo kufunguka na wakaione neema kuendelea mbele. Ninatamka baraka za kiungu katika jina la Yesu Kristo, kama mjumbe wa Bwana, ukakutane na mahitaji yao, ukawainue kazini, uinue biashara zao kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mkono wako Bwana mwenye uweza ukawatoe mahali walipokwama na kuiona neema yako kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba, nimeomba na kushukuru. Amen, amen.